Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wa Yesu. Kwa mara nyingine tena, hamjamboni nyinyi nyote, marafiki zangu wapendwa, watumishi wa Bwana, makuhani wa Yesu, wajasusi wa Bwana, wale walioteuliwa kwa ajili ya unyakuo unaofika hivi karibuni duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ya kwamba mpo salama kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunavyozidi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, basi nakumbuka ya kwamba tumekuwa na wewe kwenye sehemu yetu ya kwanza, na hii ni sehemu yetu ya pili kwa ajili ya kufahamu sana ni kwa nini wewe unateseka, ni kwa nini wewe hauna mbele wala nyuma, ni kwa nini wewe unapopata kazi kwa muda kidogo imeisha, ni kwa nini wewe unapopata mafanikio kwa muda kidogo yameisha. Kwa sababu gani? Hapo nyuma ulikuwa na utajiri, lakini kwa sasa utajiri haupo. Hapo nyuma ulikuwa na kazi, lakini kwa sasa kazi haipo. Ulikuwa na biashara, lakini kwa sasa biashara hazipo. Ni kwa sababu gani biashara hazipo? Tuliweza kujifundisha kitabu kitakatifu kutoka kwa Wakaladia sura ya 6 mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Basi tukaendelea kujifundisha mstari wa 8. Mstari wa 8 ulizidi kutuambia ya kwamba apandajo mtu kwa mwili, basi atavuna uharibifu, na yule atakayepanda kwa roho atavuna wema. Basi mimi sijui wewe umepanda wapi. Kuna wengi wamepanda maisha yao kwa mwili, kuna wengi wamepanda maisha yao kwa mali, kuna wengi wamepanda maisha yao kwa familia tu, kuna wengi wamepanda maisha yao kwa uchawi, kuna wengi wamepanda maisha yao kwa uganga, kuna wengi walipanga maisha yao kwa njia ya uongo ili kuwadanganya watu wengine kwamba wapo sawa, lakini hawapo salama. Basi ndio kwa sababu inafika mahali maisha yanakuwa mazito kiasi kwamba unachanganyikiwa. Hata kupata ile nguvu ya kwenda kwa mganga unajipata hauna, kupata nguvu ya kumtafuta mchawi unapata hauna. Kwa sababu gani? Ulipanda kwa mwili. Basi kwa nini upande kwa mwili? Unapanda kwa mwili kwa sababu gani? Kwa sababu umeyapenda sana ya mwili, na unapozidi kuyapenda ya mwili, basi itabidi uvune maharibifu. Lakini ukiyapenda ya roho, basi itabidi uvune kwa wema, na utavuna uzima ulio wa milele. Ili upande uzima ulio wa milele, ni lazima ujue kwamba Mungu hadhihakiwi, na lazima ujue kwamba Mungu yupo, na lazima ujue kwamba Mungu yupo nje ya wakati, na Mungu ndiye aliyeumba dunia yote nzima na akakuweka ndani ya hiyo dunia ili wewe ubaki kumsifu, ubaki kumwabudu. Lakini umekosa kumwabudu aliyekuumba, unaabudu vile viumbe alivyoviumba. Mpendo wangu, je, unachokifanya kipo sawa kweli? Sijaona kama upo sahihi kabisa kabisa. Umechanganyikiwa, tena haujielewi. Kama mimi niliumbwa na Mwenyezi Mungu, itakuwaje unakuja kuniinamia mimi ama kunitegemea ama kuniabudu mimi? Tangu lini? Yeye aliyeniumba yupo, ndiye aliyekuumba wewe. Inakuwaje wewe uniamini mimi, unitegemee, uniabudu? Hivi uoni ya kwamba kama hapo unamdhihaki Mwenyezi Mungu, ama uoni ya kwamba kama hapo unakosea sana? Basi nataka nikufahamishe kitu kimoja. Wewe maisha yako umeyapanda kwa mwili, na kwa sababu umeyapanda kwa mwili, basi inabidi uvune uharibifu. Sasa uharibifu umeingia ndani ya nyumba yako. Magonjwa sasa yameingia, yanakukula kwa uharibifu. Visirani vimeingia, vinakukula kwa uharibifu. Hakika ulikuwa unasoma, masomo yamepotea ghafla, maana hauna ada ya shule, kwa sababu unavuna uharibifu. Mke amekutoroka, mume amekutoroka, watoto wamekukataa, wazazi wamekukataa, kila mtu amekutenga. Muda ni wako kuvuna uharibifu. Kwa sababu gani unavuna uaminifu? Ama kwa sababu gani unavuna uharibifu? Samahani sana. Ili jambo nataka nikuelezee ili upate kufahamu zaidi. Najua ya kwamba hapo nyuma ulikuwa tajiri, hapo nyuma ulikuwa na mafanikio, ulikuwa na pesa, pesa zilikuwa zinaingia mkononi kila wakati, ulikuwa na maendeleo mazuri, ulikuwa na marafiki, ulikuwa na mandugu zako, ulikuwa na madada zako, ulikuwa na wazazi. Lakini wakati huo, wakati ulikuwa na vitafuta, hakika ulikuwa pamoja na hao. Na wakati ulikuwa unahangaika, wakati ulikuwa naomba msaada wa maombi pale kanisani, dada zako walikusimamia, mandugu zako walikusimamia, familia ilikusimamia, wazazi wako walikusimamia, kanisa lilikusimamia. Lakini ulipofanikiwa mpendwa, uliamua kulitenga kanisa,
ukaamua kuwatenga wazazi, ukawatenga hata mandugu zako, ukawatenga hata marafiki, wale waliosimama na wewe kwenye shida zako uliweza kuwatenga. Kuna wale walisimama na wewe kwa hospitali, uliwatenga. Kuna wale walisimama na wewe kikazi, ili kukuulizia kazi ili upate, lakini ulifika mahali ukawatenga. Wote yanatoka kwa ajili yako, wote wanalia kwa ajili yako, wote hawafurahishi na kile unachokifanya, na walizidi sana kulia. Na walipoendelea kulia, kwa kuwa hao ndio waliokusaidia, basi Mungu akasikiliza kilio chao. Ulimuona mama yako kwamba hafai, ukasahau ya kwamba ndiye aliyekubeba tumboni miezi 9, ukamuona kama takataka tu. Ulimuona baba yako kwamba hafai. Baba yako alilimia watu, alikata miwa, alipalilia miwa, alitembea miguu mitupu chini, alifanya mjengo ili wewe upate kusoma, ili upate kuendelea, ili upate ajira mzuri. Lakini ulifika pahali kamsahau baba yako, kamdharau kabisa, kamdhalilisha, ukaona ya kwamba hastahimili. Wakubwa wako walikusaidia, walisimama na wewe, waling'ang'ana sana. Ndugu yako aliamua kuchukua mzigo wa baba yako, akaamua kukusomesha. Labda ni dada yako, labda ni rafiki, labda ni ndugu yeyote yule, ama dada yote yule, ama yule yeyote aliyesimama kwa ajili ya maisha yako, akakupigania ili upate kazi, akakupigania ili ufanikiwe. Lakini ulipofika mahali pa kufanikiwa, ulimkeuka. Hata simu ukipigiwa huwezi kupokea simu, hata chochote utakachoambiwa huwezi kusikiliza. Hata kikutembelea pale ofisini, unapeana ripoti ya kwamba aambiwe kwamba haupo, uko busy kwa mambo ya kikazi. Lakini kwa sasa kazi iliisha, mafanikio yaliisha. Basi kuanzia muda huu ni muda wa kwanza kuwatafuta tena. Lakini ule wakati walikutafuta, uliwatenga, uliwakemea, uliona ya kwamba hawana maana yote kwako. Hata yule mke wako uliyempata kwenye shida, ulimtenga, kamtafuta mke wa utajiri. Lakini utajiri umeisha, yule mke amekuacha. Mke uliyemwacha anaendelea vizuri, maisha yamesimama. Je, unafikiria vipi kuhusu yule uliyemtenga na yule uliyempata kwa sasa ameenda na utajiri? Kuna wale watu wanaokuja ndani ya maisha yako, wanakuja kwa ajili ya utajiri wako, na utajiri unapoisha tena wale watu wanaisha hivyo hivyo. Kuna marafiki wanaokuja kwako kwa ajili ya utajiri, wanapofika ndani ya maisha yako, utajiri unapoisha wanaenda na huo huo utajiri. Kuna marafiki ambao watasimama na wewe kwa njia ya umaskini wako, tena watasimama na wewe kwa njia ya utajiri. Lakini wewe bahati mbaya huwezi ukasimama na mmoja. Basi umekundua ni kwa nini wewe unahangaika, umekundua ni kwa nini hauna kazi, umekundua ni kwa nini biashara zimeshindikana, umekundua ni kwa nini watu wamekutenga, umekundua ni kwa nini ulipofanikiwa au kuwajali watu, ulipokuwa mgonjwa walikukumbuka, lakini wao ulipokuwa wagonjwa au kuwakumbuka. Ulipokuwa na njaa walikupatia chakula ukakula, lakini wao walipokuwa na njaa au kuwapa chakula ukakula. Je, ulichokifanya kipo sahihi? Naomba ujiulize maswali, siku nenda siku rudi. Wewe unapanda ya mwili bali sio ya roho. Ungekuwa unapanda ya rohoni, maisha yako yangekuwa mazuri. Basi nakuita kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, kuanzia muda huu ni muda wa kukubali kutubu dhambi zako. Huwezi ukaingia madhabahuni uje na sadaka yako uiweka hapa madhabahuni alafu useme ya kwamba Mungu atakuruhusu uwe salama. Hapana. Huwezi ukasema ya kwamba sadaka yako itakufanya uwe vizuri. Hapana. Lazima kuna kitu kitaharibika kwako, lazima kuna kitu hautafanikiwa. Na ili ufanikiwe vizuri, ili uwe salama, ni lazima umtafute yule kaka yako, yule dada yako, yule mama yako, yule baba yako. Nenda chini ya miguu zao uwaombe msamaha. Najua kwamba una kiburi kikubwa, kwamba huwezi ukamwomba mtu yote msamaha, huwezi ukamwinamia mtu yote kwa kumwomba msamaha. Lakini leo inafika wakati wa wewe sasa kufikiria, ili ufungue maisha yako. Mtafute mama yako na baba yako, tafuta kaka yako na ndugu yako, dada yako, popote walipo, marafiki na majirani wote watafute, waombe msamaha. Kaa kwa amani na maisha yako yatafunguliwa. Uwe na amani sana, mtu wa Mungu. Nimefurahia sana kuzungumza na wewe siku ya leo. Tupatane tena wakati mwingine kama wa leo, ili tuweze kufundishana mengi zaidi. Najua sasa umekuja kukubaliana na mimi ya kwamba kile kinachofanya uteseke ni wale uliowakosea kule nyuma. Machozi yanakuandama. Chunga sana mpendo wangu.